Leo tuko katika maonyesho ya ASK Show, yaani maonyesho ya kilimo. Mahali ambapo wafugaji kutoka maeneo mbalimbali huleta mifugo yao bora kushindanishwa. Lakini leo tutazingatia kondoo wa dopa. Moja ya mifugo inayokuwa kwa kasi sana katika ufugaji wa nyama hapa Afrika Mashariki. Hapa ndipo unaweza kuona dopa bora kabisa wakishindanishwa. Kwa wewe unayetazama kwa mara ya kwanza, hii ni safari halisi ya kuanzisha mradi wa ufugaji wa kondoo wa dopa shambani. Nilianza na kondoo wa kienyeji, lakini sasa nipo kwenye mabadiliko ya kuelekea dopa kama biashara. Kila video hapa ni hatua moja ya safari, bila kuficha gharama, changamoto au maamuzi ya shambani. Maonyesho ya kilimo kama haya yana jukumu muhimu sana kwa wafugaji. Hapa, wafugaji wana nafasi ya kuonyesha kazi yao ya miaka mingi ya kuboresha uzalishaji na ubora wa mifugo. Kwa dopa, mashindano haya si tu kuhusu kushinda tuzo. Ni pia nafasi ya kuona ni aina gani ya dopa inayokidhi viwango bora vya uzalishaji wa nyama. Dopa ni aina ya kondoo waliotoka Afrika Kusini na wamekuwa maarufu sana kwa sababu ya uwezo wao wa kukua haraka na kutoa nyama bora. Wafugaji wengi wanapendelea dopa kwa sababu wanakuwa haraka, wanastahimili mazingira mbalimbali na wanatoa nyama yenye ubora mzuri. Ndio sababu leo tunaona wafugaji wengi wakileta dopa wao kwenye maonyesho kama haya. Wakati wa mashindano, majaji hawaangalii tu ukubwa wa kondoo. Kuna mambo kadhaa muhimu ambayo yanazingatiwa. Kwanza ni muundo wa mwili au kile kinachoitwa body conformation. Kondoo bora anapaswa kuwa na mgongo ulionyooka, kifua kipana na misuli iliyokuwa vizuri. Pia, majaji huangalia miguu na namna kondoo anavyotembea, kwa sababu mifugo yenye miguu imara ina uwezo mzuri wa kukua na kuzaa. Moja ya sababu kubwa ya kuwepo kwa mashindano haya ni kuhamasisha breeding bora. Wafugaji wanapochagua dume na jike bora kwa uzalishaji, kizazi kinachofuata kinakuwa bora zaidi. Hivyo mashindano haya yanasaidia wafugaji kuona ni aina gani ya dopa inayoonyesha sifa bora za kizazi. Katika uwanja wa mashindano, unaweza kuona tofauti kidogo kati ya dopa mmoja na mwingine. Baadhi wana misuli mikubwa zaidi, wengine wana urefu mzuri wa mwili.
na wengine wana uwiano mzuri wa mwili mzima. Haya yote ni mambo ambayo wafugaji huzingatia wanapochagua mifugo kwa ajili ya kuzalisha. Kwa mfugaji, kuhudhuria maonyesho kama haya ni fursa kubwa sana. Hapa, unaweza kujifunza kutoka kwa wafugaji wengine, kuona mifugo bora, na kubadilishana uzoefu kuhusu ufugaji wa dopa. Hii ndiyo sababu maonyesho ya kilimo ni sehemu muhimu ya maendeleo ya sekta ya mifugo. Ufugaji wa dopa umeendelea kukua kwa kasi kwa sababu ya mahitaji makubwa ya nyama. Wafugaji wanaotumia breeding sahihi na lishe bora wanaweza kupata matokeo mazuri sana katika biashara ya mifugo. Na mara nyingi, mifugo inayoshinda mashindano kama haya huwa kigezo cha ubora katika soko. Mashindano ya dopa katika ASK Show yanaonyesha juhudi kubwa za wafugaji katika kuboresha ubora wa mifugo. Kwa mfugaji yeyote anayependa kuanza au kuboresha ufugaji wa dopa, maonyesho kama haya ni chanzo kikubwa cha kujifunza. Na safari ya kuboresha uzalishaji wa dopa inaendelea kila siku. Hii ilikuwa ni mwonekano wa mashindano ya dopa katika maonyesho ya ASK Show. Katika video inayofuata, tutaangalia kwa undani zaidi jinsi majaji wanavyochagua dopa bora. Hata sikuondokea.
Hii imekuwa hatua nyingine katika safari ya ufugaji wa kondoo wa Dorper. Safari hii inaendelea hatua kwa hatua, kuanzia mwanzo kabisa, maamuzi ya shambani, changamoto, hadi mabadiliko halisi ya mradi. Kama umeingia katikati ya safari, usikose kuanzia mwanzo, kwa sababu kila hatua ina maana yake, na ukikosa moja, unakosa picha nzima. Dorper ni biashara, na hii ni safari ya kweli, ya kufuatwa kutoka mwanzo hadi mwisho.